Baada yetu ya kwanza ni baada ya kuuliza maswali na kujibu. Lakini hakuna sehemu ile nzuri kama kujifunza kama sehemu ya kuuliza maswali na kujibiwa. Na mimi bila kupoteza nafasi nakaribisha maswali. Nakaribisha maswali. Kama una swali nakaribisha maswali. Swali kutoka katika sehemu yote kwenye Biblia. Changamoto ulizokutana nazo, ama swali ulioulizwa mahali, ama swali linalotatanisha sehemu yote kwenye Biblia. Hiki ni kizazi kipya kinachotazamia kuleta mabadiliko duniani. Hatuwezi tukaleta mabadiliko duniani pasipo sisi kuweza kuichanganua Biblia kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka mwisho. Na ni furaha yangu ya kuwa hiyo ndio tofauti ambayo inatakiwa kwa wakati tulio nayo. Maana kama neno la Mungu, shetani anajaribu sana kuichanganya na maji ili ladha yake iondoke. Bwana Yesu asifiwe. Nione ukipunga hivi kwa mtu ambaye ananielewa. Hebu basi maswali. Swali? Anza wewe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikisoma zile sheria 10 zilizotolewa kupitia Musa. Baadaye katika tafakari nikawa nimeingia kwenye Agano Jipya. Nikaona mtu mmoja amemuuliza Bwana Yesu kwamba afanye nini ili apate kurithi ufalme wa mbinguni. Na Bwana Yesu akamuuliza imeandikwaje? Akataja zile sheria zote. Alafu baadaye akamwambia kwamba umefanya vyema lakini umepungukiwa na kitu kimoja. Akamwambia kauze mali zako zote kisha unifuate. Swali langu ni pale amestaja zile sheria zote na akasema amezishika, na pale kweli Bwana Yesu akasema amepungukiwa na kitu kimoja, ina maana sheria zote amezishika vizuri. Sasa je, zile sheria hazikutosha kumfanya mtu aingie katika ufalme wa mbinguni, ama hazitoshi mpaka sasa hivi kumfanya mtu aingie katika ufalme wa mbinguni? Hilo ndio swali. Bwana Yesu asifiwe. Yule bwana alikuwa ameshika zile sheria. Alisema tangu akiwa mdogo. Alipomuuliza Yesu afanye nini ili apate kurithi uzima wa milele, bila shaka ni Mathayo 23. Mathayo 23. Luka 10. Bila shaka Yesu akamwambia, je, wajua sheria? Usiue, usiibe, usizini. Akasema zile sheria zote alikuwa amezishika tangu akiwa mdogo. Lakini Yesu akamwambiaje? Ya kuwa auze kile alichokuwa nacho, aje amfuate. Kinachofanyika ni nini? Hebu soma hapo kwenye Mathayo sura 23 ili mtu mmoja aelewe kitu siku ya leo. Soma Mathayo 23. Soma Mathayo 23 nijenge hoja kwenye neno la Mungu kabisa, Biblia. Hebu haraka Biblia unahitaji kufungua kama mtu ambaye jifunza kufungua Biblia. Bila shaka unajua ni kitabu gani kinafuata kitabu gani. Ndio maana tulijifunza kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka Ufunuo. Hii ni kwa ajili ya kupa nafasi. Nitafanya hapa mashindano ya kufungua Biblia kama wiki zijazo nitafanya, ili nione anayeweza kufungua Biblia haraka. 23 soma uliyepata. Mathayo sura 23. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, nenda hapo kasome pale. Nataka nijenge hoja katika nani ameipata. Ni sura ya ngapi? Hebu angalia chini kabisa. Umeona sasa? Wacha niende. Inasema ya kuwa Yesu alimuuliza yule bwana ya kuwa, je, unazijua sheria? Lakini sheria ambayo Yesu alimuuliza ilikuwa ni sheria sehemu ya pili ambayo inamhusu mwanadamu na mwanadamu.
kama nitakapofundisha baadaye sura ya 5 kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utaona jinsi Mungu anapotaja tena zile amri tena upya, jinsi Bwana alivyozitaja katika Kutoka sura 20. Lakini utaona ya kuwa amri ya kwanza mpaka ya 3 ilimuhusu mwanadamu na Mungu, lakini amri za pili kuanzia ya 4 mpaka ya 10 ilikuwa inamuhusu mwanadamu na mwanadamu. Lakini kumbuka amri ambazo Yesu alimuuliza yule bwana zilikuwaje? Hebu soma kama umepata. Mathayo sura ya 19. Kuanzia mstari wa 17. Akamwambia, kwani kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima uzishike amri. Ndio. Akamwambia, ni zipi? Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, warehemu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Umeona sasa, Yesu alikuwa ni mjanja. Ndio maana ujanja ni kuwa ndani ya Kristo. Yesu alijua huyu bwana ni tajiri, na bila shaka tajiri hana mahusiano. Aliona kabisa huyu bwana alikuwa na mahusiano na Mungu, alikuwa na mahusiano na wanadamu, yamkini wale wateja wake. Ndio maana Yesu akataja zile amri zinazohusu mwanadamu na mwanadamu: usiibe, usiue, umheshimu baba na mama yako. Lakini kumbuka zile amri kuanzia 1 mpaka 3 ambayo yanamhusu mwanadamu na Mungu, bila shaka Yesu akumwambia. Lakini haya yote yanayemhusu mwanadamu na mwanadamu, ambayo ni kuanzia amri ya 4 mpaka 10, huyu bwana akasema amefanya zote. Lakini akaambiwa moja kuwa amepungukiwa na amri. Katika amri ile kuu ina vipengele viwili. Hii tutaona baadaye katika Mathayo 22 mstari wa 37. Kuanzia 36 mpaka 37 utaona kabisa kuwa mtu mmoja naye Farisayo atamjaribu Yesu akumuuliza kuwa ni ipi iliye amri kuu. Yesu atamwambia ya kuwa umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote. Na Yesu atasema kuwa na ya pili yake ni pia inafanana na hiyo, umpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. So kinachofanyika, ina maana ni amri namba 1 yule bwana hakuwa nayo, ambayo ilitakiwa ampende Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, kwa nguvu zake zote, na kwa akili yake yote. So ndio maana akaambiwaje, uzo ulichokuwa nacho, alafu njoo unifuate. Na maana kipengele cha kwanza cha kumpenda Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, kwa akili chake yote, na kwa nguvu zake zote, alikuwa amepungukiwa nayo. Umeona sasa, Yesu alimjibu, lakini alimjibu katika njia ya kumjaribu. Maana kumbuka, mtu hujaribiwa kwa mahali ambapo pana hazina yake. Ndio maana Yesu akasema kuwa hazina yako na isiwe hapa duniani panapokuwa na nondo na nini na kutu, lakini iwe mbinguni ambapo hata mwizi hawezi akavunja na kuingia. So alipojaribiwa ya kuwa kauze ulichokuwa nacho, wape maskini, alafu uje unifuate, basi akaondoka akisononeka sana. Ndipo wanafunzi wake wakasema, habari hizi ni ngumu. Je, ni nani atakayeweza kuenda kule? Umeona sasa? Lakini Yesu anawaambia kuwa ni jinsi gani ni vigumu sana kwa tajiri kuingia mbinguni, na ni rahisi kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Na maana alisema kuwa hawezi kuingia, alisema naweza, lakini ni vigumu sana, na ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. So ngamia anaweza kupenya kwenye tundu la sindano. Ndio maana nakwambia, jihadhari sana na habari za mali. Tafuta mali, lakini uwe makini ili upate kwenda mbinguni. Bila shaka umenielewa. Alikosa nini? Alikosa amri iliyokuu, sehemu ya kwanza. Yeye alikuwa ameshika sehemu ya pili. Lakini nitakuongezea, somo langu ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5, ambayo Musa atakuwa anasomea kizazi kipya zile amri 10. So kuna mambo mengine nisiguse, lakini hiyo ndio baadaye nitagusa. Nani mwingine mwenye swali?
Nani mwingine mwenye swali? Anybody with any question from any part of the Bible? Amen. Nikusaidieje? Bwana yuko tayari kukusaidia. Kwa sababu jana juzi nilipokuwa nyumbani nilikuwa na mvua. Katika mtu anakuwa mlango ndio walifanya wale watu wa Kibora. Walipofunika kutoka mlangoni wakawakuta mama watu wazima sana wawili. Basi mmoja kama fahamu akasalimia akaniambia sawa. Akaniambia mwanangu nimefika kwako. Siku gani nakuja mbele yako? Nikamwambia ni Christmas. Akasema je, unaweza kuniambia ni wapi palipoandikwa kwamba Yesu alizaliwa siku hiyo? Nikamwambia ameandikwa kwamba Yesu alizaliwa mwezi wa 12. Akasema unaweza kunifunulia kwa faida? Nikamwambia mama hivi na sasa hivi tulikuwa tunaelewana, sitapata muda wa kunini. Naomba tutafute siku ambayo mimi na wewe tutakaa kwa kufuata Biblia tujue Yesu alizaliwa au yeye anasema ni wapi alipozaliwa, tunataka kuambie. Yaani wao wanataka wajue tarehe aliyozaliwa ni kweli mwezi wa 12. Je, na kwenye Biblia imeandikwa mwezi wa 12? Mimi nikamwambiaje, kwenye Biblia mambo mengi yamejificha sana. Biblia ni siri kubwa. Ukifanya hivyo utaielewa Biblia mama. Kwa hiyo usubiri siku ambayo utapata nafasi, utakapokuja utakaa. Nikamuuliza nikamwambia mama, usitafute ushindi kwamba wewe unajua, lakini tafuta kuelewa neno la Mungu. Utakapokuwa tukikaa ulizike na nitakachokufundisha unielewe, ili tupate jibu sahihi lililo sahihi, uweze kujua Kristo alizaliwa mwezi gani. Akaniambia sawa mwanangu, natafuta siku mimi nitakuja. Kwa hiyo pastor, hili neno wale wakina mama wanatakiwa kuelewa Yesu alizaliwa, kwa sababu wao Yehova hawana siku ya Christmas. Na hawajui wanasema Yesu alizaliwa tarehe mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikukate short. Ulikwepa mawe jana. Bila shaka jibu ulikuwa nayo mama mwisho. Jibu ulikuwa nayo, watu walitakiwa wakalishe chini kwanza, uwaletee maji ya baridi ama maji ya wazungu ya baridi ambayo ni soda. Alafu kwanza wateremshe kwanza, huku na wewe wakwambia nipende dakika 5 tu angalau nitoe uchafu. Ungemwagia maji huku anakunywa soda, alafu ungerudi kwanza ungepiga push up zako kule bafuni ukijiandaa kuja kukabiliana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kuona sababu ya mama Mushi kukwepa mawe. Hiyo sio kisingizio. Nguo hizo ungeweka pembeni, ungewanyosha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisikilize vizuri. Watu wengi wanadhani ya kuwa Biblia kila kitu kimeandikwa jinsi utakaposoma na kuelewa. Ni maeneo machache sana. Na kama unakujua Biblia imesitiriwa. Na ili uelewe maana ya jambo, mara nyingi sana unahitaji ufanye kazi. You need to sweat. You need to work it out. You need to look for an answer. So, umejua Biblia inakuwa kama, saa nyingine inakuwa kama hesabu. Umejua hesabu, lazima utumie nini? Utumie ile formula. Umeona sasa? Itakaye kufikisha kwenye jibu unayetakiwa utoe. Sasa nisikilize. Yesu alizaliwa lini? Nisikilize vizuri sana. Na hii itakupa nafasi ya kujibu mtu yeyote duniani. Kama ni mbishi atabakia kuwa mbishi. Lakini ukimjibu kama ninavyotaka kukujibu, bila shaka naamini kabisa kwa na yeye utakuwa umempa changamoto. Jambo la kwanza, Yesu ujauzito wake ulitungwa mwaka wa 6 kabla Kristo. 6 BC. Mwezi wa 6. Kalenda gani? Kalenda ya kidini ya Kiyahudi. Sio kalenda ya kidunia, bali ni kalenda ya kidini ya Kiyahudi. Wayahudi walikuwa na kalenda mbili. Walikuwa na kalenda ya kidini, ambayo hiyo kalenda ya kidini ilikuwa inaanza kwenye mwezi wa Habibu. Ilikuwa inaanza mwezi wa 4. Walipokuwa wametoka wapi?
wametoka Misri. Mungu anamwambia Musa, hii ni Kutoka sura ya 12, ya kuwa mwezi wa 4 itakuwa ni mwezi wa Abibu, itakuwa ni mwanzo wa mwaka kwao. Sasa umeona sasa, ina maana malaika Gabrieli, kama tunavyoona kwenye kitabu cha Luka sura ya ngapi? Sura ya 2. Bila shaka utaona kabisa kuwa malaika Gabrieli alimwendea Bikira Maria mwezi wa 6, lakini mwezi wa 6 mwaka wa 6 BC, lakini sio kalenda hii ya kawaida ambayo tunahesabu mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ilikuwa ni kalenda ya Wayahudi ambayo ilikuwa mbapi, ilikuwa mbele ama ilikuwa nyuma na miezi mingapi? Mitatu. Unaona, mwezi wa kwanza, lakini kwao mwezi wa kwanza ni mwezi wa 4. Sasa nisikilize vizuri, kama mwezi wa kwanza ilikuwa ni mwezi wa 4 katika kalenda ya kawaida, ina maana mwezi wa 6 ilikuwa ni mwezi wa 9. Mwezi wa 7 kwao, ambayo walikuwa na sikukuu 3. Sikukuu ya kwanza ilikuwa ni ya kupiga marugumu, siku ya kwanza ya mwezi wa 7. Sikukuu ya pili ilikuwa ni siku ya 10, sikukuu ya siku ya upatanisho, na sikukuu ya 3 katika huo mwezi wa 7 ilikuwa ni kuanzia siku ya 15, ambayo ilikuwa ni sikukuu ya mabanda. Umeona sasa, lakini mwezi wa 7 kwao katika kalenda ya kimungu kwao, kwetu ni mwezi wa 10. So mwezi wa 6 ni mwezi wa 9, lakini kumbuka miaka ilikuwa inahesabiwa kurudi chini. BC, kabla ya Kristo, miaka ilikuwa inashuka chini. Baada ya Kristo, miaka inakwenda juu. Sasa hesabu na mimi kama mwezi wa 6 ambao malaika alimwendea Mariamu na kumwambia ya kuwa atapata ujauzito, na kweli akawa mjamzito kwa uweza wa Roho Mtakatifu, baada ya ile Roho Mtakatifu kumtamia. Ilikuwa ni mwezi wa 9. Sasa mwezi wa 8, mwezi wa 7, mwezi wa 6, mwezi wa 5, mwezi wa 4, mwezi wa 3, mwezi wa 2, mwezi wa kwanza na mwezi wa 12 ndipo Kristo Yesu alipozaliwa. Haijalishi tarehe ngapi, haijaandikwa tarehe, lakini mwezi wa 12 ndio mwezi aliyezaliwa Kristo kwa kalenda yetu. Umeona sasa, kwao kwa kalenda yao ilikuwa ni mwezi wa nini? Mwezi wa 9. Kwao mwezi wa 9, kwetu mwezi wa 12. So kinachofanyika ni hivi, watu wengi sana wanaangamizwa na kukosa maarifa, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Hosea. Lakini sio kuangamizwa, watu wa Mungu wanaangamizwa. Mungu alikuwa anaongea na nabii ya kuwa manabii wa uongo wamemwacha Mungu na Mungu amewaacha. Mungu sasa hawezi kuwapa akili na maarifa, ndio maana wanafundisha hawa wa chini mafundisho potofu. Ndio maana wanawaangamiza watu kwa kutowafundisha maarifa ya kimungu. Mungu anasema na yeye amemkataa huyo nabii wa uongo, ndio maana maarifa sasa anaangamiza hao kwa yeye kukosa maarifa. Ndio maana nasema hivi, mama, ungefungua na wao kwenye Luka sura ya 2, malaika anapomtembelea Mariam pale. Mariam baada ya hapo ungewaambia ni mwezi wa 6, ungewaambia nisikilize, BC maana yake kabla Kristo, na siku zilikuwa zinahesabiwa kwa kushuka chini. Ina maana ukitoka mwezi wa 12 unakuja mwezi wa 11, uende kwenye mwezi wa kwanza, unakuja kwenye mwezi wa 10, unakuja kwenye mwezi wa 9, unakuja kwenye mwezi wa 8, unakuja kwenye mwezi wa 7, unakuja kwenye mwezi wa 6. Unaona sasa, miezi ilikuwa inashuka chini. Ndio maana Yesu alizaliwa mwezi wa 12. Hao wapo kwa ajili ya kuweka ligi, wanataka wadanganye watu ili wateke watu kana kwamba wanajua. Lakini Bwana anasema hivi, hii dunia inatuhitaji sasa, inatuhitaji sasa ili tuende tuinyoshe. Maana sisi hatupo kwa ajili ya kuichukua Biblia kama ilivyo pasipo kufanyia kazi. Ndio maana Biblia imesitiriwa. Sema Biblia imesitiriwa. Je, amezaliwa Yesu mwezi wa 12? Hajazaliwa.
Amezaliwa mwezi wa Tunasherehekea tusherekee. Tunasherehekea. Aliyekuwa na swali atuulize maswali. Ndio maana kwa sasa hivi tunaonekana live kwenye Periscope, tutaonekana na kwenye YouTube. Mtu yote mwenye neno aje ili tumfundishe, kwa sababu kinachopiga watu chenga hawajui ya kuwa Wayahudi walikuwa na kalenda yao wao kama wao, na hiyo kalenda ilikuwa ndio ile iliyokuwa na watenganisha na mataifa mengine, ili wao ni umzao mteule. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu alizaliwa mwezi wa 12, lakini mwezi wa 6 ambao mwezi wa 6 wa Kiyahudi ambao malaika alimwendea Bikira Maria ilikuwa kwetu ni mwezi wa 9. So unaanza kuhesabu miezi 9, ukirudi chini kutoka mwezi 9 unakuja kwenye mwezi wa 8. Ukija hivyo unakuja kudondoka mwezi wa 9 kuzaliwa kwa mtoto Kristo. Ilikuwa ni mwezi wa 12, lakini mwezi wa 12 mwaka wa 5 BC, on the 5th BC. Bwana Yesu asifiwe. Nani amenielewa? Mama Mushi, yani usikwepe mawe tena. Mkalishe mtu chini, mpe maji ya wazungu anywe, alafu enda naye kwenye Biblia. Lakini Biblia imesitiriwa, ndio maana Roho Mtakatifu anahitaji akusaidie. Umeona sasa? Nitafundisha siku moja kuanzia kwa taifa la Israeli kutengenezwa, kuanzia mwaka ambao Yakobo alishuka mpaka kwenda pale Misri, na jinsi ilivyokuwa miaka 400 ambayo inaishia kwenye mwaka wa 1446, na jinsi Musa alivyozaliwa kwenye mwaka wa 1526. Utashangaa kabisa, utasema mchungaji, mbona nakuja yenyewe? Utasema kabisa mbona nakuja? Mimi nakwambia nitafundisha kuanzia mwanzo wa taifa la Israeli, ama mwanzo wa Ibrahim, ama mwanzo wa dunia kuumbwa, nilikuleta mpaka kufikia mwaka tulio nayo sasa hivi. Wacha nikwambie, kama ulikuwa unakwepa hesabu kwenye darasa, kumbuka sasa ndio umedondoka kwenye hesabu. Kama ulikuwa unakupiga chenga, sasa ndio sehemu ya hesabu, na Biblia ni hesabu tupu. Hesabu tupu, ni maana nasema hivyo watu wa Mungu. Naomba kabisa tuwe tayari kujibu maswali. The world is looking for the solution. The world is looking for answers. Anybody who can produce the answer which is needed, this person can be a redeemer. Mtu ambaye anaweza kaleta suluhisho ama jibu linalotakiwa, anaweza kakidai kabisa ya kuwa yeye ni mwokozi, na hivi ndivyo mpinga Kristo atakapoteka dunia. Hivi ndivyo shetani na wakala wake wanaweka mikusanyiko ya watu wakipingana na Biblia ambayo haiwahusu. Ndio maana kama mtu anakusumbua, wewe mwambie usubiri kidogo bwana, niende hapo. Umechukua simu yako na ingia hapo bafuni, alafu halo mchungaji, leo niambie hii moja mbili tatu, na kupa pale ukitoka unatoka kama mshale uliotoka kwenye pori, unashinda hadi kupita kwa makopo makubwa. Wewe una akili na janja. Kama inakupa shida, wewe kwa mwambie usubiri kidogo, nenda mahali hapo, nyosha mguu, sema halo basi, ndio hivi hapa. Na kupa matiro, ukitoka hapo unashuka kana kwamba unashuka kwenye mlima. Mwanaweza sivyo? Amen. Maana umeona kia waliyekuja nayo, wanakuja na gia nzuri tu, wanajenga hoja, lakini hawao huko tayari, wao wameshatayarishwa. Ndio maana wanakuja, yani they are catching you with what, without you knowing. Wanakustusha tu, yani hebu jibu itakiwa Mungu anasubirini bwana, hebu na mimi nijiandae baadaye, jioni baadaye. Lakini sasa maelezo Mama Mushi, mimi hao watu wangekuja kwangu, kwanza ningeanza nao kwenye Agano la Kale. Ningewapeleka kwenye kitabu cha Wafalme pale katika ile miaka 480 ambayo ilikuwa imepita tangu Waisraeli watoke wapi? Misri. Watoke Misri mpaka kufikia kuanza kujengwa nini? Kujengwa hekalu. Ningefungua nao Biblia hata
hata wao wangesema wangejuta kukutana na mtu kama huyu. Amezeeka wakati wako wanapiga kazi ya Bwana. Umezeeka wewe, wao watazeeka. Ndio maana nasema watu wa Mungu hivi. Ni kweli hata mtu anayekupingia ya kuwa watu ambayo hawasali siku ya Sabato wanamwabudu shetani, hawajui. Ndio maana mimi ukiniletea hapo, mimi nakuja na wewe kwanza nakwambia, niambie maana ya neno Sabato. Tunaanza tu Bwana, hebu Bwana kwanza tulete soda tu, tupate soda Bwana. Acha mambo mengi, tulia, usiwe na haraka. Na kunywa soda na kunywa maji na kunywa soda. Alafu ambie hebu kwanza hii habari unayeniuliza unasema hii Sabato. Hebu nataka nijue kwanza hii maana ya Sabato. Hii maana ya Sabato ni sasa mtu anakuambia kwamba anakubatiza kwenye maji ndani ya kikombe, alafu anasema kwa he is baptizing you. The word baptism comes from which one? The original one. Bapto, which means to immerse. Ukisema kuzamisha kanizamisha ndani ya kikombe. So kuna vitu vingine mtu anataja neno, lakini ananena juu, anakuambia Sabato. Muulize kwanza maana ya Sabato ni nini. Akikwambia maana ya Sabato, endeleeni mbele na discussion. Vinginevyo anaweza akala boda, akaingia mitini maana. Hajui maana ya Sabato, anajua tu kwamba wanasali siku ya Jumapili, wanamtumikia shetani, wanasali Jumamosi, yeye hajui. Lakini kwa mtu kama mimi ukileta hiyo umekwisha. Ukileta habari za street Jumamosi, mimi nakupeleka kwenye Biblia. Ndio nasema kwa Mungu. Mwaka ujao tunataka tuteke dunia. Nataka tuende kila kona. Of course kama kuna suluhisho imekosekana dunia. Hakuna mtu ambaye Mkristo ambaye yuko tayari kuuliza maswali. Acha maswali za ndoa zinazoulizwa kwenye redio. Maswali yanayotakiwa kwenye Biblia. Nasema kwa Mungu. Mungu anainua kizazi kingine tena. Kizazi kitakacholeta majibu ya dunia. Yesu alikuwa anajibu maswali. Kumbuka ya kuwa na Yesu alikuwa anauliza maswali. Kipengele hichi sisi tumeiweka katika ibada yetu ya kwanza, inakuwa ni ibada ya kuuliza maswali, kwa sababu kuna kitu Mungu anakiandaa. Mtu akikuuliza kitu na wewe muulize, kuna wakati mwingine jibu analo wale hawaelewi, wale walikuja kupinga, wao wanampinga Yesu. They are antichrist. Walitaka kukuambia kwa wewe ambayo umeokoka, ambayo unawezekana unasherehekea kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 12, hujui. Lakini wao ndio hawajui. Ndio maana nakwambia hivi. Kama wewe unasherehekea Pasaka, watu wengi sana makanisa mengi hawatambui kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 12, lakini siku ya Pasaka wanaitambua. Kama unatambua Pasaka ilikuwa ni mwezi wa kwanza, ina maana wewe hujui. Kama unasherehekea Pasaka, sherehekea mwezi wa 12 kuzaliwa kwa Yesu. Nenda kwa watu wakupigie hesabu. Yamkini hesabu ilikuwa inakupiga chenga shuleni. Ni maana nakwambia hivi. Mungu anataka kushangaza dunia kwa majibu atakayetoa. Najua watu wengi hata makanisa na hifadhi ambayo hawatambui Krismasi, lakini Pasaka wanafanya nini? So mimi nitaanza naye kwenye Pasaka, na Mungu anatambua Pasaka. Unatambua Pasaka, hebu nifungulie kwenye Biblia Pasaka inapatikana wapi? Bila shaka nanipeleka kwenye Kutoka sura ya 11 mwishoni na sura ya 12. Nitamwambia je, hii anayeambia Musa kuwa itakuwa ni mwezi wa Abibu, ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4. Au unaitambua yeye? Ukitambua yeye, miaka ilikuwa inaenda wapi? Miaka ilikuwa inashuka. Ilikuwa inashuka. Mimi naanza naye mbali. Na wacha nikuambie, kama kuna hesabu nayefanya ni hesabu ya Biblia. Kuanzia kutengenezwa kwa dunia, nikishuka mpaka Ibrahim, mpaka Yakobo kwenda Misri, mpaka wao kuingia Kanaani, mpaka mfalme Daudi kuwepo, mpaka Suleimani, mpaka kwenda utumwani. Najua mpaka mwaka ambayo wale taifa la kaskazini ambayo ni Israeli walienda utumwani 722. Taifa la kusini ambao ni Yuda walienda utumwani 586. Umeona walitoka lini? Natoa miaka 70.
Najua mwaka ambaye alianza kutawala Pompi, akitawala nini, dola la Kirumi, mwaka wa 60 BC. Alitawala miaka kama 50. Anazaliwa Yesu mwaka wa 5, wanakimbia wanakwenda Misri, wanakaa miaka 2, anakufa huyo Herode mkuu. Herode mkuu anawekwa kuwa ni mtawala katika mwaka wa 35 BC. Umeona sasa, mtu anaweza kaongea lakini hajui, maana hakuna mchungaji anayeweza kufundisha hayo. Lakini mimi nasema hivi, hapa ndipo tutafundisha kila mtu. Utatembea na hesabu kichwani mwako. Mtu amekuja vibaya, unamkalisha kwenye kitu, unamwambia hebu tuanze. Mpe nafasi aongee. Mimi nakwambia hivi, the world is looking for the solutions. Dunia inatafuta suluhisho. Hata mpinga Kristo atakuja kuleta suluhisho, lakini kumbuka suluhisho zake zitakuwa ni za uongo. Ndio maana nasema hivi, watu wengi sana wote nikwambie, niliwahi nikijifunza Biblia, nikapita mahali hapa mjini, nikasikia watu wakijadili habari za Biblia, imani fulani, lakini wakiita wa Kristo. Kama ni Mkristo unaitwa, niliona mtu anavaa kola kama aliyevaa hii, lakini amekaribishwa pale. Nilikuwa na mashaka kama yule kweli alikuwa ni Mkristo, alikuwa mfuasi wa Yesu, ama alikuwa ni pandikizi. Kaitwa pale, anachojibu hata kijui. Halafu wenzetu wanapia hapa, wanamfungulia Biblia, wanamchambua kama karanga. Hasa kama wewe ni mchungaji, hauko vizuri kwenye Biblia, unakwenda kubishana na watu, unaangusha Kristo Yesu. Ina maana wewe na wale wenzako, wale wenzetu wakishakuteka, wakikushinda bila shaka naye kushinda kwenye hoja, ina maana lazima umfuate. Wanakuvuta, wanakuingiza. Ndio maana wacha nikwambie, viongozi wetu katika Ukristo bado hawajatuweka sawa, lazima tuweke sawa. Ndio maana sisi hatutaki kucheza. Wewe angalia imani zingine, hata watoto wanawekewa mashindano sio ya vitabu vyao na imani yao. Wakristo huwezi kugundua. Wakristo waambie tu mambo ya mapokeo yao. Alafu na mambo mabaya tu. Mawazo mabaya tu. Nasema kwa hebu tubadilike. Tunataka kuingia kwenye 2018 na mtazamo tofauti. Tunataka tulete majibu yaliyoshindikana. Mimi nimekaa, huwa nafanya kabisa kazi. Maswali anayoulizwa yote mimi nadhani nayajua, nimeshayachukua na nilishayapitia karibu yote. Hakuna mtu ambayo, hebu nikuulize, kila siku je, situmi kwenye ile WhatsApp page ya Agizo Kuu? Hata leo sijatuma maswali. Hakuna mtu aliyekaa kwenye maswali na majibu kama mimi. Lakini nataka na wewe ufanye hivyo. Hapo ndipo shetani anakamata watu. Hebu pata picha kwa hao watu hawajui Biblia, lakini wanajua kabisa kuwa huu ni mwezi wa 12 unakaribia kusherehekea Christmas. Ungekaa vibaya unapigwa mieleka. Unasema kama mama mzee hivi anajua na mimi nimfuate. Umemfuata kibogoyo. Umemfuata mzee kibogoyo. Nani mwingine mwenye swali? Swali. Amen. Mimi juzi dada mmoja alipa challenge sana. Nilikutana naye anafanya kazi Mwananyamala. Nikamwambia habari ya wokovu. Akaniambia ni kweli nasikia kuna habari ya wokovu, lakini niambie dini safi ni ipi? Nikamuuliza wewe unajua dini safi ni ipi? Akasema mimi nafanya kazi hospitalini, lakini naona kuna watu ambao wana dini kuliko nyinyi mnasema Wakristo au watu waliookoka. Kwa kweli alinipa jibu kubwa sana. Yaani kama alininyamazisha, alishtua jibu la kumpa. Mimi nisingeshida jibu la kumpa. Hebu tupe kwa ufupi changamoto aliyekupa, kwa ufupi changamoto aliyekupa. Aliniambia mimi najua dini safi ni kwenda kuwaona wagonjwa, kusaidia yatima, wajane na walioko magerezani. Je, Wakristo mnafanya hivyo?
Akaniambia mimi nafanya kazi katika kanisa hili, kumuona Mkristo ambaye anajitolea kama Muislamu. Waislamu wanajitolea asubuhi, mchana na jioni kwa ajili ya kuangalia wagonjwa, wasio wenye shida, yatima, lakini Wakristo wanakaa tu makanisani wakiomba wakisema eti ndio dini yao ndio iliyokuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Umeona nilichosema ya kwa wenzetu wanapenda mahospitalini, wanatoa msaada, wanaogesha wagonjwa, wanapika chakula, wanakwenda na kila kitu. Bila shaka ni kweli dini iliye safi ni kuwatembelea wajane, mayatima pamoja na sio ujiweza. Lakini ungemwambia kuwa hiyo haijakamilika. Mwambie hiyo imejengwa katika ile amri kuu tuliyoachiwa, ambayo hiyo amri kuu ni nini? Ni upendo. So ungemwambia ya kuwa sio Wakristo wote hawasaidii watu. Hakuna Wakristo, hakuna wote waliojenga hata hizi sehemu za kutunza watoto yatima kama Wakristo. Hakuna watu ambao wanasaidia kama Wakristo. Acha watu wanayefanya katika hospitali moja ama hospitali, lakini ukienda kwenye nyanja pana ya wanayesaidia, hakuna wanayesaidia kama Wakristo. Kuna mtu mwingine anasaidia lakini lengo lake ni nini? Umeona sasa? Kuna mtu mwingine anatumia anachotumia kama chambo. Umeona sasa? Kuna mtu mwingine anaweza kusema bwana anasaidia mwanamke lakini lengo lake ni aje amjue huyo mwanamke. Lakini kuna mtu ambaye anakusaidia kutoka ndani ya moyo wake. Umeona sasa? So kinachofanyika nini? Unafanya kwa nia gani? Why are you helping somebody? Do you have any motive? Je, unapomsaidia mtu unamsaidia ukiwa na inatoka ndani ya moyo wako? Nasema hivi. Ni kweli yeye anafanya kazi Mwananyamala, wanayekwenda pale Mwananyamala. Lakini asikudanganye mtu. Wakristo wanasaidia watu sana, asikudanganye mtu. Angalia makanisa jinsi yanapoombea wagonjwa. Hakuna msikiti inayeombea wagonjwa kama Wakristo na ndani ya makanisa. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Hakuna. Mimi naombea watu ambao wamepelekwa msikitini na kila sehemu wameshindikana mpaka kwa waganga. Wako wengi. Sio kinachofanyika. Sio msaada tu wa kimwili na msaada wa kiroho. Hao wanayesaidia watu, wacha nikupe siri. Wao wameajiriwa, wanapata msaada kutoka sehemu ama nchi. So wanaonekana kama wanafanya. Lakini kuna watu. Dini ya wenzetu inasema ya kuwa mtu anaweza sifunge alafu afuturishe mtu, ambao sisi hakuna. Lazima undabo ufunge mwenyewe. Lazima mwenyewe ukose kunywa maji na kula. Hakuna eti wewe sijui eti bwana mimi bwana hebu nifuturishe nimpe huyu msaada alafu mimi nisi hakuna kitu kama hicho. So mwacha nikwambie, huyo aliongea mtazamo wake, lakini angekutana na mimi nikiwa na Roho Mtakatifu ndani yangu, mimi ndio ningemchallenge vizuri sana, ningempa changamoto mpaka angepiga saluti. Watu wa Mungu, acha nikwambie, huduma ambayo Roho Mtakatifu anatoa kupitia makanisa, hakuna watu wengi wanayekwenda makanisani kuombewa kama Waislamu. This is a factual. Hakuna Wakristo wanayekwenda kuombewa msikitini, hawaombei watu msikitini. Ni kweli sio kweli? Kwa sababu ilitajwa na mimi sasa nataja, naongea ukweli, maana huo ukweli ndio utakayeweka watu huru. Lakini wacha nikwambie, kama ni msaada kutoka nje, hata kuna makanisa ambao wanayo vituo vya kulea watoto na wazee na wana misali natoka nje, ni zaidi ya Waislamu. Mimi nasema ukweli. Mimi sio mnafiki, mimi naongea ukweli. Najibu swali lililoulizwa. Sio kinachofanyika. Tukiendelea kwenye msaada kweli kweli, waliojawa na upendo, Wakristo wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuna Muislamu anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Hata ngapi? Mkristo, dini ya Kristo inasema kuwa ulipe mabaya kwa mema. Hakuna Muislamu anayelipa mabaya kwa mema. Muislamu analipa mabaya kwa mabaya. So watu wa Mungu, sehemu ya factual, let us speak the truth. Sehemu inatakiwa kuongea kwetu, ongea ukweli. Kwa wewe unaweza kuchanganya wewe kwa sababu bado unajifunza, bado ni mwanafunzi. Lakini akikutana na mtume ambayo kashatumwa aende akafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu,
yeye mwenyewe atapiga magoti chini. Nasema hivi, swala la kwenda kumsaidia mtu pale hospitalini tu haitoshi. That is not enough. What about the spiritual realm? Je, ulimwengu wa kiroho? Watu wa Mungu, tukiangalia bado kanisa linasaidia dunia hata taifa kuliko. Tuongee tu ukweli. Makanisa ni mengi kweli kweli. Ndiyo, kuna baadhi ya makanisa ambayo hayajakaa katika msingi ulio kweli. Lakini hata hivyo bado kanisa linafanya mambo makubwa sana. Tuongee ukweli. Hata ukianza kuangalia sasa hivi hospitali zinazokuwa chini ya kanisa, je, zinalingana na hospitali zinazokuwa chini ya msikiti ama chini ya Waislamu? So unapoongea, hebu jaribu kuongea kwa mapana. Ndio maana mimi ukinileta, mimi napanua kabisa wigo. So ukienda hata shule tu ambayo ziko chini ya makanisa, so achia tu hapa nchini kwetu, mataifa mengine. So ndio maana tunapoongea, huyu anaongea kwa sababu aliguswa na ile kundi ndogo inayowadumia watu pale Mwananyamala, lakini wao wanadumia pale kwa sababu wanapata msaada kutoka mahali. Ndio maana saa 12 wameshapika pale na uji na vinywaji vingine. Lakini hao wanafanya kazi, wameajiriwa. Umeona sasa? Lakini spiritually, the Christians are doing a lot in the spiritual realm. They are tirelessly working around the clock to save lives. Kuna Wakristo wanayefunga na kuomba kila wakati kwa ajili ya kuombea taifa na kuombea watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia huduma ya maombezi. Nani amewahi kuona msikitini watu wanaombewa? Waislamu wenyewe wanakimbia makanisa wanaombewa. Tungesema kwa wote wawe makanisani wangetoa wangerudi huko. Tunawaombea lakini hatuna ubaguzi, ndio maana hatulazimishi Waislamu ili waje. Ndio mimi huwa mtu nataka wewe mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako kubali kumpokea Kristo. Naombea Waislamu wengi jawahi kutokea. Lakini wao wenyewe wanakuambia kabisa hawaombei msikitini. So hivi ile bora ulimwengu wa kawaida, ulimwengu kiroho. Naomba swali tena. Bila shaka unalo cha kumjibu huyo. Yaani mimi ningemnyosha, ningemkalisha chini, ningemwambia nisikilize dada. Usio tu unachoangalia na unachosikia. Swali. Ni fupi, kwa nini iwe fupi? Kwa nini siwe ndefu? Wafanyi mwenyewe fupi. Swali la kwanza, nataka kujua kwa nini tunaweka Yesu na tofauti na Emmanuel wakati tunaweka Yesu na Emmanuel. Kwa nini tunamwita Yesu na kwa nini asiitwe Emmanuel? Hebu nionyeshe kwenye Biblia sema ambapo jina la Yesu ubatizo ni Emmanuel. Anionyeshe kwenye Biblia sema ambapo jina la Yesu ubatizo ni Emmanuel. Wacha nikwambie bwana. Hayo ni maswali ambao wanachanganya nao watoto wachanga wa kiroho huko waliko. Lakini mimi naamini wakikutana na agizo kuu hapa watajibiwa mpaka watashangaa. Kwanza mimi ningemkuta anayeuliza swali, umeona nilipomuuliza huyu, ningemuuliza nionyeshe hiyo Emmanuel mara ya kwanza imetajwa wapi. Sehemu ile imetajwa Emmanuel mara ya kwanza kwenye Biblia, ningemuuliza ni wapi. Because the first mentioning of the word carries the original meaning of the word. Kutajwa mara ya kwanza kwa neno kwenye Biblia inatoa asili ya maana yake. Ndio maana huyo ungetakiwa muuliza kuwa neno Emmanuel imeandikwa mara ya kwanza wapi kwenye Biblia na ina maana gani? Neno Emmanuel mara ya kwanza inaandikwa kwenye Isaya sura ya 7. Nisikilize. Isaya alikuwa nabii katika kipindi cha mwisho ambapo taifa la kaskazini ama Israeli tayari wakiwa wameshapelekwa utumwani. Lakini Isaya kazi yake sana alifanya kuhusu taifa la kusini ambao ni taifa la Yuda. Sasa tayari ndugu zao wa Yuda, ndugu zao Israeli walishapelekwa utumwani. Maana wao walimwacha Mungu tangu Yeroboamu mwana wa nani wanabaki tangu wa kwanza tu taifa linagawanyika hivi tu, Yeroboamu anaanza kuwapeleka kwenye kuabudu ndama. Lakini sasa
Yuda kidogo walibaki katika msingi wale wafalme pamoja na manabii. Lakini sasa tayari kumbuka ya kuwa na Yuda nayo ilishamwacha Mungu kupitia wale wafalme. Na kama unavyojua Isaya alikuwa nabii wakati wa watawala wangapi? Watano. Wa kwanza alikuwa nani? Uzia. Wa pili Yotham. Wa tatu wa nne, wa tano Manase, kwa sababu Manase ndio aliyemuua Isaya kwa kumuingiza katika nini? Katika mti ambayo uliyetokolewa ndani alafu ukatwa na msumeno. So kumbuka ya kuwa wakati wa utawala wa mfalme Ahazi, mwana wa nani? Baba wa nani? Baba wa Hezekia. Ndio mwana anakupiga chenga wakati wewe ndio ulishataja. Sasa Ahazi alikuwa na muunganiko na Asuru ambao walipeleka ndugu zao utumwani. Akachukua na miungu ya kule na madhabahu akaleta mpaka kwenye hekalu la Bwana Yerusalemu, ambayo baadaye alipokuja kuwa ni mfalme mwanae Hezekia, tayari mlango wa hekalu lishafungwa, sikukuu za kitaifa zilishafungwa. Ndio maana Hezekia wakati aliletewa taarifa na Isaya kuwa Mungu anasema tengeneza nyumba yako maana utakufa, aligeuka kutana akisema, baba kumbuka jinsi nilipofungua mlango wako uliyofungwa, niliporudisha zile sherehe za nani. Umeona sasa? So yeye alitengeneza baada ya baba yake kufanya nini? Kuharibu. So wakati wa utawala wa mfalme Ahazi aliyefanya mabaya kweli, Isaya alikuwepo. Isaya akatoka, Mungu akamwambia toka aende ukutane naye. Tayari alipokutana naye akamwambia kwa mfalme, usiende katika miungu mingine maana Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo. Umeona sasa? Katika kuongea anamwambia Ahazi ya kuwa hebu mfalme, anamwambia mfalme ajitakie nini? Ishara, ili aone kama Mungu hatafanya hivyo. Ahazi akasema, Bwana hapana, mimi siko tayari kumfanya nini? Kutaka ishara wala kumdanganya Mungu. So Isaya akaona mfalme ambao ni wa umbali wa Daudi anampia kimungu. Ndipo Isaya anakasirika, anasema ya kuwa hii ndio ishara nakupa sasa. Mtachukuliwa, mtapelekwa utumwani. Mtakapopelekwa utumwani hamtakuwa na mfalme, nani hata mtakaporudi hamtakuwa na mfalme mpaka bikira atashika mimba, atazaa mwana na jina lake litaitwa Emanueli. Maana yake Mungu pamoja nasi. So hii jina la batizo inakuja kabla mtu hajazaliwa, kama mtu ameshazaliwa. Hiyo ni miaka 700 na hajazaliwa Yesu. So mtu anapewa jina la ubatizo hajazaliwa. So bila shaka umeona sasa. Jina hilo alitabiri nabii Isaya, lakini kama ishara aliyekuwa nampa mfalme Ahazi. Lakini umeona sasa, ilikuwa ni jina ambayo ilikuwa inasema ya kuwa mfalme, maana mfalme alikataa kutaka ishara. Tayari akaambia kuwa watakwenda utumwani, hawatakuwa na mfalme, watarudi, hawatakuwa na mfalme. Na ni kweli wana wa Yuda, taifa la kusini, ilipotoka kule utumwani Babeli mwaka wa 538, kumbuka ya kuwa watu hao hawakuwa na mtawala tena, walikuwa na liwali Zerubabeli, walikuwa na makuhani, lakini mtu anayeitwa mfalme hakuwepo mpaka Kristo Yesu. Herode alikuwa anajiita mfalme wa Yahudi, lakini wala hakuwa mfalme wa Yahudi. Alikuwa ametengeneza ile hekalu ili apate kuwavuta hisia, wapate kumfanya kuwa mfalme wao. Maana mama yake alikuwa Myahudi, lakini baba yake alikuwa ni Msamaria, na alijua jinsi wa Samaria waliokuwa wanachukiwa na Wayahudi. So kinachofanyika, jina hilo ni jina ambayo inaonyesha Isaya alikuwa anambia kuwa atakaye kuwa mfalme, maana umekataa
bila shaka atakuwa ni Emmanuel. Ina maana Mungu pamoja nasi. Ina maana atazaliwa kama sisi, na bila shaka yeye atakuwa ni Mungu. Mwanadamu 100%, lakini Mungu 100%. Sijui kama umenielewa dadake. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Hebu tupigie tena Bwana makofi makubwa. Nani anasema mchungaji? Lakini umeona sasa, dada huyo ukimuuliza vizuri utaona kabisa kwa hilo swali bila shaka kuna mtu alishasema nao uongo mali. Ndio maana watu wengine wanakufanya kuwa mateka kwa sababu ya mafundisho yako. Usiwe mateka kwa sababu ya mafundisho yako. Uwe mateka ya kutenda haki. Tulikuwa ni watumwa na mateka ya dhambi, lakini sasa tumefanyika kuwa ni watumwa na mateka ya haki. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, wewe mgeni uko mahali sahihi, uko mahali salama, uko mahali ambapo ukishindwa kujua ni wewe tu, lakini hapa Mungu ametoa funguo ambazo ni za kufungua sehemu ambayo neno lipo, na tunaye Roho Mtakatifu kati yetu anaye tufundisha, maana yeye ni mwalimu aliye bora. Nisikie makofi tena kwa ajili ya Bwana. So unaona, hebu nikuulize swali dadake. Wewe unajua nini juu ya Emmanuel? Hebu tuambie unavyojua nilipoambiwa. Tujue kwenye mzunguko inatokea nini huko. Mimi ninavyojua binafsi. Emmanuel ndio jina ambalo litakuwa Yesu. Alibatizwa wapi na nani alimbatiza? Umeona sasa kinachotokea ni nini? Wachungaji na mapadri wao wanajifanya kuwa Mungu. Kwa sababu gani? Wanapofundisha watu mambo yasiyostahili, alafu hawatoi nafasi ya watu hao kuuliza maswali. Ina maana akishafundisha, hata kama ni matapap, bila shaka huna cha kuuliza. Ndio maana hapa mimi natoa nafasi kwa ajili ya kuuliza. Sema ambao sijibu vizuri, unahitaji kuiquestion, you have to question it. Hata mimi niko hapa kwa ajili ya kufundishwa, maana Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha. Kila jibu uliyekuwa nayo ifanyie utafiti. Ndio maana mimi nasema hivi, mimi sikukuja natoka pale nje wanapoulizaga watu maswali huko, lakini siku nikitoka huko mkeka umechanika. Mkeka utachanika. Mkeka utachanika vipande. Kama kuna sehemu ambayo watachemka ni hapa. Kwa sababu tangu jana wetu Roho Mtakatifu amekuwa akitufundisha Biblia. Ndio maana kipengele cha kwanza, ibada yetu ya kwanza ni kuuliza maswali tu na majibu. That is our first sermon or service. Questions and answers. Nasema hivyo watu wa Mungu, hebu tutulie mbele za Bwana ili tupate kufundishika zaidi. Bwana yuko tayari kutufundisha kupitia Roho Mtakatifu. Na mwingine mwenye swali nataka nianze, baada ya dakika 10 nitakuwa ninaanza ibada kuu. Swali. Uliza swali. Mbona mtaki kuuliza maswali watakatifu wa Bwana? Hapa ndio muuliza kule nje. Mimi naamini kabisa dada huyo, hiyo ni changamoto kwake itakayemfanya bila shaka aanze kutafuta kumjua Bwana. Sasa anaanza kujua kilichokuwa kinakosekana kwake. What was lacking? The true word of God was lacking inside her. Maybe that is why she was being oppressed. But let me assure her that where she is the best place so far, where you can learn everything. And the Holy Spirit is here teaching his people the word of God. Hebu uliza swali. Ingaje nilikutana na swali. Ulikutana nayo? Lakini namshukuru Mungu najibu nalo nilikutana nalo vile. Lakini sasa naomba kufahamu zaidi. Hilo swali lilikuwa linasema, nilitumwa kwenye simu, nasema what was the most evil man in the Bible? Na jibu lake likatumwa likasema ni Musa. Kwa sababu
alivunja sheria zote kwa wakati mmoja. Sasa nataka kufahamu zaidi ufafanuzi, ile alivyovunja zile sheria zote kwa wakati mmoja, ile ilikuwa ni vipande vya mbao zilizoandikwa sheria, na ilikuwa ni ishara kwamba lile agano litavunjika. Nataka kufahamu zaidi, je, ni kweli Musa ndo ni kweli alikuwa mtu? Bwana Yesu asifiwe. Unaposema habari za nani aliyekuwa mtu aliyefanya nini, mtu aliyekuwa mwenye dhambi kuliko wote, bila shaka jibu ni Musa. Kwa sababu gani? Musa alitoka kupokea nini? Amri. Zote zilikuwa zimeandikwa wapi? Kwenye vipande vile vya nini? Mbao. Sasa alipokuja Musa alifanyaje? Alivunja zile sheria. So hapa kuwepo tena sheria mpaka alipopata maagizo ya kufanya nini? Ya kutengeneza vipande vya mbao vya mawe na kwenda juu mlimani katika siku 40 iliyofuata, ndipo Bwana akaziandika. So kumbuka ya kuwa ni kwa sababu alivunja sio tu amri, lakini amri ya awali pamoja na agano la awali iliyokuwa ni agano kati ya Mungu na uzao mteule. Ndio maana sheria za pili hazikuwa ni sheria za Mungu, zilikuwa sheria za nani? Za Musa. Zinaitwa sheria za nani? Za Musa. Zile za kwanza zilikuwa za nani? Za Mungu. Maana Mungu alitengeneza vipande vya mawe alafu akaandika. Lakini hii Musa alitengeneza vipande vya mawe, Mungu akaandika. Na Mungu anafanya agano na Musa badala ya wana wa Israeli. Lakini ya kwanza, kumbuka, Mungu alikuwa anaongea kupitia moto. Utaona katika somo langu la sura ya 5 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. So bila shaka mtu mwenye dhambi kuliko wote alikuwa ni Musa, lakini mtu aliyekuwa rafiki wa Mungu kuliko wote alikuwa ni Musa. So hilo ndio jibu lako. Nani mwingine mwenye swali? Maswali mawili alafu tunaanza. 2 questions before I start. Amina. Swali, lakini jana niliangalia TV, kuna mtumishi mmoja wa Mungu. Usitaje jina la mtumishi wa Mungu Mama Joshua. Hata majina huwa saa nyingine siangaliaje. Haleluya. Amina. Sasa huyu mtumishi wa Mungu akachukua hii Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 7, lakini akihubiri sana jinsi watu wanavyotakiwa kuwa matajiri, wasio maskini, jinsi ambao maskini hawampendezi Mungu kabisa. Na watu walipokea utajiri kweli, yani wakawaambia ni wewe kama unakufa alafu hujaacha kitu kwako, yani wewe ni dhambi kweli hata mbinguni ufike. Sasa akasema hapo, mimi nasoma katika jina la Yesu. Soma kwa jina. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mikono wangu ndio ulionipa utajiri huo. Basi utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili yafanye mara agano lake aliyowapa baba zako kama hivi leo. Kwa hiyo ikawa ni utajiri mkubwa kweli. Sasa sijui Bishop jinsi ule utajiri kwa unahubiriwa vile na haya maandiko hapo, tusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka huyo amebase mafundisho yake kwenye agano la kale. Lakini wacha nikwambie, huyo anahubiri injili ya mapato. Huyo ni wa Bwana huyo mwingine, maana kumbuka mabwana wako mawili, Bwana Mungu na Bwana pesa. So huyo ni wa Bwana pesa, anaaminisha watu kwenye Bwana pesa, hawaaminishi watu kwenye Bwana Mungu. Kwa sababu gani? Watu wa Mungu, Yesu anasema nini juu ya mali? Mafundisho ambayo sisi wanafunzi wa Yesu tunatakiwa tufundishwe yapo kwenye hotuba ya mlimani, sura
ya 5, 6 na 7 kitabu cha Mathayo. Sana sura ya 6. Yesu anasemaje? Anasema ya kuwa kwanza tusihangaikie chakula, maana mwili ni bora kuliko chakula. Anasema tusihangaikie tutavaa nini, maana mwili pia ni bora kuliko chakula, mwili ni bora kuliko mavazi. Anasema kuwa waitazame ndege wa angani. Hatimaye anakwenda kusema kuwa usihangaikie vitu hivi vya duniani vinavyofanya nini, vinavyoharibika. Anasema kuwa bali hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Anasema kuwa hazina yako uiweke mbinguni pasipokuwa na nondo na nini na kutu. Lakini kumbuka, anaendelea kusema ya kuwa bila shaka tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote tutafanywaje? Tutazidishiwa. Anasema ya kuwa huwezi ukatumikia mabwana wangapi? Huwezi kutumikia Bwana pesa na Bwana Mungu kwa wakati mmoja. So wacha nikwambie, Mama Joshua, huyo mtu anahubiri bwana mwingine ambao ni wa pesa. Je, katika mahubiri yako ulisikia kihubiri habari za Yesu kurudi na kwenda mbinguni? Yaani nilichoka mpaka leo nimechoka. Na mimi niliwahi kusikia mtu akihubiri ya kuwa Mungu hawezi kusema na maskini. Wacha nikwambie. Yesu alisema kabisa kuwa ni vigumu sana tajiri kufanya nini? Kuingia mbinguni. Ni rahisi kwa ngamia kuingia kwenye tundu la sindano. Huyo je, hajui andiko hilo? Kama najua anamtumikia nani? Yawezekana huyo anamtumikia shetani. Jihadharini na chachu ya Mafarisayo. Kwenye sura 7 kitabu cha Mathayo, mtawatambuaje? Mtawatambua kwa matunda yao. Haiwezekani wewe uaminishe watu. Of course, wacha nikwambie kitu kimoja. Imejaa sasa hivi. Hata kwenye TVC hapa kwetu tu. Hata kule Ulaya kuna wachungaji ambao wao kila siku wamekaa tu kuwa plant $1,000 and you will be blessed. Plant $500. Yaani wao kwa kila siku ya kuwa wewe upande tu $1,000, dola ngapi utabarikiwa? Watu wa Mungu, acha nikwambie. Baraka zako ni kwa sababu ya agizo la Mungu unaloshika na kuliweka katika matumizi. Huwezi kubarikiwa kwa sababu natoa pesa. Kama ni hivyo basi hata wale waezi wangebarikiwa wote. Kwa nini watu wabarikiwi? Kwanza, baraka ni nini? Baraka sio kumaliki pesa. Kuna watu ambao wana pesa, watu wa Mungu, lakini hawezi akalala usiku. Mimi nakwambia, mimi najua. Usiku wa leo nilipigiwa simu kama saa 8:50. Mtu mmoja ambaye ikifika usiku akilala hawezi akapumua, hewa inakata. Sasa wanakaa wanasikia redio za dini. So binti yake ananipigia simu, ambaye ameolewa, iko karibu kama sio Njombe basi Iringa. Na mchungaji, baba, yani yeye wanashinda usiku na redio na mama, hawezi akalala, maana akianza kulala tu hewa inaanza kukata. Watu wa Mungu, kuna watu wana pesa, kuna watu wana magari, lakini hayo magari hawana furaha katika magari hayo. Kuna watu wana pesa na nyumba zote, ana nyumba na majengo, lakini mke wake ana raha siku zote. Kuna watu wana pesa lakini hata hamu ya kula hana. Pesa linaweza kununua kila kitu, lakini pesa haiwezi kununua afya. Pesa haiwezi kununua usingizi. Pesa hawezi kununua amani wa moyo. Mimi nasema hivi, watu wa Mungu. Mungu hana upendeleo. Maskini ameishi maisha matakatifu, atampendeza Mungu. Tajiri ameishi maisha matakatifu, atampendeza Mungu. Lakini kinachofanya tajiri awe na changamoto, kwa sababu apendaye fedha afanye nini? Ashibi fedha. Ashibi fedha. Lazima kila siku adamke aenda
aongezee fedha. So bila shaka atampenda bwana mmoja kuliko mwingine. Hiyo ndio shida inayopeleka huyo tajiri motoni. Bwana Yesu asifiwe. Tuaminishe watu kwenye Bwana Mungu, tuaminishe watu kwenye ujio wa Yesu, tuaminishe watu katika wokovu. Yawezekana wewe unajiona hivyo, lakini una furaha kuliko mtu mwenye pesa. Acha watu wanayehubiri habari za pesa. Yesu alitupa tahadhari kuhusu pesa. Hata mtume Paulo, hatubiri injili kwa sababu tuna uwezo. We are not preaching the true gospel because we have money or because we are wealthy. No. It is by the grace of the Lord, that is why we have this capability of reaching the world. Tunaweza kufikia dunia kwa sababu ni neema ya Mungu. Wacha nikwambie, pesa, itumie vizuri pesa. Pesa ni shetani. Pesa ni nini? Itumie vizuri, itawale vizuri. Kama uweze kuitawala vizuri, itakutawala. Swali la mwisho, the last question. Last question. Swali la mwisho. Uliza swali. Kienge cha nyuma kule swali, mbona muulize? Mimi sio swali. Wewe sio swali, bali nini? Nataka kujua tu, kwa sababu tunaongea na ndugu yangu alikuwa amemkaribisha mtu kanisani kwamba anakuabudu, akamwambia kwamba huwezi kuja, huwezi kukuruhusu kwa sababu huyo binti anaishi huko na mwanaume kama huyo ndoa, ndio mwanaume haja na huyo binti hajaokoka. Kwa sababu angalia, nimemwambia kwamba mwanzo kwanza huyo mwanaume ndio ikije kanisani kwetu. Isa ndio pale mwanzo. Tumemsikia alipokuwa anasema. Ongea kwa sauti ili wale wamsikie vizuri. Weka microphone kwenye karibu na mdomo, alafu kwa sauti, maana ni swali nzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa naongea na ndugu yangu pia vile vile, kwa kuabudu yeye ni kama ni mwalimu. Kwa hiyo kuna mpangaji ambao anakaa wote mle ndani, akamwambia yule binti akataka kwenda kanisani kwake anapoabudu, lakini jibu aliyomwambia akasema uwezi kuja, kama unataka kuja inabidi yule mwanaume ambaye uko naye umwache kwanza ndio uweze kukaribia kanisani kwetu. Sasa mimi nikamwambia kwa vipi? Akasema amefanya vile kutokana kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6:14 ambayo imeandikwa kwamba msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali ilikuwa ni neno ambayo ilikuwa inawakilisha shetani katika lugha ya Kiyunani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, acha nikwambie, kuna sehemu ambayo watu wanakosea. Kuna sehemu imeandikwa kuwa wanayekaa pamoja, kama mmoja ameokoka wanakaa pamoja, inatakiwa huyu aliyeokoka asimwache yule ambaye hajafanya nini, hajaokoka, lakini matendo yake na akae vizuri ili awe ni njia ya kumvuta yule. Lakini sasa makanisani watu wengi sana huwa akili zao zinaishia hapo wanapofundishwa. Hebu nikuulize, ndoa ni nini? Ndoa ni makubaliano kati ya mke na mume, ama makubaliano kati ya mke na mwakilishi wa mume, ama makubaliano kati ya mume na mke, ama makubaliano kati ya mume na mwakilishi wa mke. Ukienda kwenye Mwanzo sura ya 24 unaona habari za Ibrahimu kutuma Eliazari
mtumishi wake aende amtafutie Isaka mke. Wapi? Kule Harani. Anapofika kule, anaomba maombi kama bwana wake alivyokuwa anafanya. Kinachofuata ni nini? Kama alivyoomba, Mungu alimjibu, maana alisema mwanamke atakaye kuja ama binti atakaye kuja kuchota maji, na nikimuomba anipe maji na anyweshe na ngamia zangu, akifanya hivyo basi awe ndio mke uliyemchagulia bwana wangu. Ni kweli Rebeka alikuja, lakini alipoelezwa Rebeka, hiyo ilikuwa ndoa. Lakini alipofika yule bwana Eliazari na kujieleza mbele za kaka yake na baba yake Rebeka, ndipo sasa akaulizwa ya kuwa unakubali kwenda na mtu huyu? Akasema ndio. Harusi ilifungwa wapi Saganda? Harusi ilifungwa wapi? Mungu anafunga ndoa ya kwanza pale kwenye bustani ya Eden, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 27. Mungu baada ya kulaza damu sijui mzito, anafanya operation ya kwanza kubwa, anatoa ubavu, alafu anampinyanga mwanamke, anatoka mwanamke. Baada ya hapo anafunga ndoa kwa kusema kuwa mume atawacha wazazi wake na atakuungana na mke wake, na wawili hao watakuwa nini? Mwili mmoja. Mzazi wa mwanaume alikuwa ni Mungu mwenyewe, mpaka pale ambapo mwanaume alipoanza kumlaumu mzazi wake kwa Bwana, wewe si ndio ninipa huyu mwanamke? Ndipo mzazi akasema sasa habari za ndoa ni mtu mwenyewe moyoni mwake. Soma tu Mungu kinachofanyika nini? Ndoa inaanzia wakati watu wawili wanakubaliana. Ndio maana kama kuna sehemu kanisa inakosea, swala la kuunganisha watu ama kumtafutia mtu mwenza, mbaya kabisa, ndio inafanya ndoa zidumu. Lakini kama umetokea ndani ya moyo wako kamaona mtu kampenda, na kweli uliomba Mungu akuonyeshe ukampenda, na ikafanya mchakato, huwezi kumchoka mtu huyo. Bila shaka watu wa Mungu, mimi nasema hivi, tayari wakati Yusufu na Mariamu alipokubaliana ya kuwa Bwana atakuja kuoana, Biblia isemi ya kuwa malaika Gabriel anamwambia Yusufu ya kuwa usiogope kuchukua Mariamu mke wako. So nasema hivi, agizo kuu hapa, mtu yote anayekaa na mke ambayo mnajifungia chumbani kwenu, hiyo ni ndoa halali. Ndio maana hata ukienda kufunga ndoa, ni kufunga ndoa, kubariki ndoa. Bariki ndoa. Kwa nini ubariki basi? Kwa nini wasiseme ni kufunga ndoa? Kwa nini wanaita kubariki? Ina maana hiyo ni ndoa halisi. So kinachotakiwa ni kuiweka kuwa takatifu, ama kuipeleka mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana inabarikiwa kwa sababu tayari ni nini? Lakini wachungaji wengi wamevunja ndoa za watu. Ukishamwambia kaka ya kwa Bwana, huyo ndiye kana sio mke, anaye watoto 5 naye anachungulia, tayari mchungaji kubwa anaomba, kashaona kabiti kamoja kazuri, macho anamtoka, ili sasa maana kaambiwa yule sio mke, anataka kumfukuza aende. Ndivyo tulivyokuwa wachungaji wanapovunja ndoa. Ndoa inaanzia pale ambapo watu wawili wanakubaliana. Bila shaka mbinguni, mkikubaliana mbinguni, hiyo imeshakuwa tiki. Bwana Yesu asifiwe. So huyo, watu wa Mungu, achani, watu wengi wanaongea, they only speak for the sake of speaking. They don't reason out. Hawaleti hoja nzito. Wewe kwa Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Acha hizi manjojo, hizi harusi wala harusi unayeona. Kuna mambo mengi sana ambayo mimi huwa nikianza kuchambua naweza kukimbia. Hizi harusi zimetengenezwa katika mapokeo
ya watu, mapokeo ya kidini, hata habari za kuvaa shele, hata habari za kuvaa suti. Alafu imewekwa maneno mengi, mikataba mengi, sijui kufa na kupona, sijui nini. Uliza kwa bwana vipi? Unakubali kwenda na huyu? Wasema tulishakubaliana. Anasema kabisa, Baba Mungu, hao watu walishakuwa mume na Mungu, mke. Baba bariki uzao wao na mabaya iondoke kwao kwa jina la Yesu. Nendeni, umeshakuwa mume na mke. Hayo mambo mengi, hayo ni mapokeo ya wanadamu ambao inaingiza watu wengi. Mimi nimewahi kuomba na watu fulani, shida ilikuwa kwenye pete, lakini ile kiapo aliyofundishwa kanisani. Swali la mwisho, nadhani nafikia mwisho. Bila shaka huyo mtu hajui. Hayo mapokeo yanaharibu kabisa ladha ya Kristo. Swali la mwisho huko nyuma, nawape kura ya turufu huko nyuma. Mpe Richard aulize swali. Ana swali, nani mwenye swali? Mama Mno. Ana swali. Basi tunaanza dakika chache zijazo. Atakiwa kwa neema ya Mungu itakuwa saa 5, lakini saa 5:30 tutakuwa namaliza. Wiki ijayo naomba uje mapema. Saa 3 kamili nilikuwa hapa kabla saa 3. Nimeanza saa 3 na dakika kama 20. Lakini wiki ijayo tutaanza saa 3 kamili. Ili saa 4 kamili nimemaliza, saa 5 kamili nimemaliza ibada. Nataka saa 5:30 ndio nimaliza ibada. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Basi kwa dakika chache tutakuwa tunaanza. Nataka